Tusalie hapo kwa siasa na ni kwamba waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amemsuta aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kutishia Rais Ruto kutozuru eneo la Mlima Kenya. Ruku akisema kuwa rais atatembea maeneo yote nchini bila kuzuiliwa na yeyote. Ameweka wazi kuwa hawatauziwa uoga na mtu yeyote, kwani rais na naibu wake Kithure Kindiki ndio watahudumu hadi mwaka wa 2032, huku akimsuta Gachagua kwa kutumia lugha chafu siasani. Amezungumza haya wakati wa ibada ya Jumapili kaunti ya Embu. Mapambano makali ya kisiasa kati ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na wandani wa rais William Ruto yanaendelea kujitokeza zaidi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Leo hii waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akimjibu Gachagua kuhusiana na tishio la rais Ruto kutozungumza mlimani, akisema hakuna aliye na mamlaka kuzuia rais kuzuru eneo lolote lile nchini. Na kama wewe ni mwanaume sawasawa, sema ni siku gani? Sema ni siku gani ambaye utaambia wananchi hiyo wa mlima unasema ni wako, rais asifike hapa. Rais ni kiongozi wetu wa taifa. Antaki ruhusa yoyote ya mtu yoyote kutembea kona yote ya taifa letu la Kenya. Akona alipewa idhini na watu wa Kiunga, watu ya Erwak, watu ya Mbondo, watu ya Nandi, watu ya uko kona yote ya Kenya kutembea na kufanya kazi na wananchi wa Kenya kona yote. Kwa hivyo kama vile unasema ati utatoa hamli, itoe leo ili kesho tulete mheshimiwa rais katika hii mlima, tuone kama mheshimiwa rais atapokewa kwa shangwe na nderemo katika hii mlima. Ruku akiweka wazi kuwa wananchi na viongozi hawatatishwa na mtu yeyote yule anayekandamiza uongozi wa taifa, akishikilia kwamba hao anadunisha ndio watakuwa uongozini hadi mwaka wa 2032. Uache kunjiita ati wewe ni mtoto wa Maumau peke yako ukiwa unakaa pale wa Munyoro. Tunakwambia wewe unaita viongozi mbonoko wewe. Ati anaitana mbonoko. Mnanielewa jameni? Si wanatukana Profesa Kithure Kindiki, anatukana rais akiita ati wao ni mbonoko kabisa, na matusi ingine kubwa sana ambao kiongozi hapasi kutoa matusi kama hiyo kwa mdomo. Dunisha mheshimiwa rais, dunisha mheshimiwa naibu wa rais, lakini hao ndio wako kwa uongozi, ndio wataendelea kuwa katika viti 2027 kuelekea 2032. Gavana wa Embu Cecily Mbarire kwa upande wake akimsuta Justin Muturi, akisema wakati wake uongozini hakusaidia wananchi wa eneo hilo na chochote, huku wakidai kwamba kiongozi asiunga Kindiki mkono ni adui wa eneo la Mlima Kenya Mashariki. To be honest, tulikuwa na another minister ama CS wa hapa kwetu, na tukumuona anywhere in Embu County, anywhere. But from the day waziri Ruku umekuwa waziri, tumekuona Mbere, tumekuona Runyenje, tumekuona Manyata, not once, not twice, not 3, not 10 times. You never give up coming to your people. Sisi tunataka kusema kiongozi yoyote, awe ni wa Meru, awe ni wa Tharaka Nithi, ama wa Embu ama wa Kirinyaga, yule ambaye aungi Profesa Kithure Kindiki mkono, huyo ni adui mkubwa wa serikali, huyo ni adui mkubwa wa watu na jamii ya Mount Kenya East. Fredrick Kwambua, Undugu TV.